Hatimaye mazungumzo ya Marekani na Irani yanatarajiwa kufanyika mjini Islamabad, Pakistan, saa 9 usiku kuamkia kesho kwa saa za Afrika Mashariki. Katika juhudi za kusaka amani huko Mashariki ya Kati, tayari wajumbe wa mazungumzo hayo kutoka pande zote mbili wameshawasili. Ujumbe wa Marekani ukiongozwa na makamu wa rais Bwana JD Vance, huku ujumbe wa Iran ukiongozwa na waziri wa mambo ya nje Bwana Abbas Araghchi. Mazungumzo hayo yanayosimamiwa na Pakistan kama mpatanishi yanakuja katika mazingira ya sintofahamu kubwa, huku mvutano ukiendelea na mustakabali wa usitishaji mapigano ukiwa bado dhaifu kutokana na Israel kuendeleza mashambulizi dhidi ya Hezbollah huko Lebanon. Ikumbukwe kwamba mazungumzo haya yalikuwa matokeo ya pande zote mbili kukubaliana na kuweka silaha chini na kurejea mezani. Mpango huu wa kusitisha mapigano kwa muda wa wiki 2 na kurejea kwenye meza ya mazungumzo umekuja baada ya vita ya siku 40 iliyoanzishwa na mashambulizi ya Israel na Marekani dhidi ya Iran. Baada ya Iran kujibu vikali shambulio hilo na kuchukua hatua mbalimbali ikiwemo kufungua mlango wa bahari wa Hormuz, Marekani na mshirika wake Israel walionekana kuzidiwa na kuanza kushinikiza Iran kusitisha mapigano, ambapo Trump alitoa matamko mbalimbali ya vitisho. Hata hivyo, Iran iliendelea kuonyesha msimamo wake na kuonyesha wazi kwamba haiogopi vitisho vya Marekani. Hii ilidhihirika siku ya Jumanne, Aprili 7, ambapo Trump alitishia kulipua miundombinu yote na kuzika ustaarabu wote wa Iran ikiwa haitasitisha mapigano hadi kufika saa 2 usiku ya siku hiyo. Na badala ya kuhofia kitisho hicho kikubwa, waziri wa mambo ya nje wa Iran Bwana Araghchi alimjibu kwa ujasiri akisema, ustaarabu hauanguki kwa sababu ya maneno ya mtu mmoja, kwamba historia imeshuhudia himaya zikiibuka na kuanguka, lakini hofu haijawahi kuamua hatima yao. Aliongeza kwamba taifa kama Iran halipimwi kwa masaa bali kwa vizazi vya upinzani, akimwonya Trump kwamba ikiwa yeye anaitahadharisha Iran kuhusu mwisho wa ustaarabu usiku huo, basi wao wanamtahadharisha kuhusu matokeo yanayodumu zaidi ya usiku wowote. Na kufuatia kitisho hicho, wananchi wa Iran waliamua kujitokeza barabarani wakiandamana na kuzingira miundombinu muhimu ya nchi yao. Ni wazi kwamba Marekani imeshindwa vibaya katika vita hii hadi sasa, kwani mbali na kushindwa kuangusha utawala wa Iran, Marekani pia imewekwa katika nafasi ya kushindwa kumaliza vita hii, kwani sio kwamba Iran ilikaidi tu vitisho vya Marekani, lakini pia serikali yao ya Iran ndiyo imeshikilia turufu ya kumaliza vita hii. Hili linadhihirishwa wazi na masharti 10 ya Iran kwa Marekani yaliyotolewa kama msingi wa kusitisha mapigano, ambapo masharti hayo ni pamoja na: 1. Dhamana ya kutoshambuliwa, yani non-aggression. Marekani lazima itoe dhamana ya msingi ya kutoshambulia Iran na washirika wake. 2. Udhibiti wa mlango wa bahari wa Hormuz. Irani iendelee kuwa na udhibiti wa njia hiyo muhimu ya maji, ikiwemo uwezekano wa kutoza ada ya usafirishaji. Haki ya kurutubisha uranium. Kutambuliwa kwa haki ya Iran kurutubisha uranium kwa ajili ya mpango wake wa nyuklia. 4. Kuondolewa kwa vikwazo vya msingi, yani primary sanction. Marekani iondoe vikwazo vyote vya kiuchumi vilivyowekwa moja kwa moja dhidi ya Iran. 5. Kuondolewa kwa vikwazo vya upili, yani secondary sanction. Kufutwa kwa vikwazo dhidi ya taasisi za kigeni zinazofanya biashara na Iran. 6. Kufutwa kwa maazimio ya Baraza la Usalama la UN. Kufutwa kwa maazimio yote ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa yanayoilenga Iran. 7. Kufutwa kwa maazimio yote ya bodi ya magavana ya wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic, yani IAEA, kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran. Namba 8. Malipo ya fidia. Marekani ilipe fidia kutokana na uharibifu uliotokea wakati wa vita. Namba 9. Kuondoka kwa majeshi ya Marekani. Wanajeshi wote wa Marekani waondoke katika kambi zilizopo Mashariki ya Kati. 10. Kusitishwa kwa mapigano pande zote. Makubaliano ya amani yawe ya kudumu na yahusishe pande zote, ikiwemo kusitisha mashambulizi dhidi ya washirika wa Iran kama Hezbollah. Ikumbukwe kwamba
Kabla ya vita hii kuanza, Irani haikuwa na udhibiti kamili wa mlango bahari wa Hormuz. Ingawa Irani ilidhibiti sehemu ya kaskazini ya mlango huo wa bahari, sehemu kubwa ya mlango huo ulidhibitiwa na sheria za kimataifa za bahari, ukitumika kama njia huru ya kimataifa kwa usambazaji wa nishati duniani. Vita hii imeweka Iran katika nafasi ya kubadilisha hali hiyo kupitia masharti 10 iliyotoa ili kusitisha mapigano. Ukiangalia kuanzia sharti namba 2, utagundua kwamba Irani haifungui mlango wa Hormuz tu, bali inataka kuwa mlinzi wa mlango huo, mdhibiti na mtoza ushuru wa meli zote zitakazotumia mlango huo, ambapo kila meli itapaswa kulipia kiasi cha dola milioni 2 kwa Iran. Ni dhahiri kwamba hiyo sio masharti ya taifa lililoshindwa, bali taifa ambalo linatoka kwenye vita hii na mafanikio ya kimkakati ya kudhibiti eneo muhimu zaidi la kusafirisha nishati duniani. Ingawa Marekani imeyakaribisha masharti haya ya msingi wa mazungumzo ya amani kama alivyosema Trump, Marekani haijawahi kuwa mshirika mwaminifu kwenye mazungumzo yoyote yale, kwani mara zote imekuwa kigeugeu na kuanzisha vita hata katikati ya mazungumzo kama ilivyofanya mwanzo wa vita hii. Hivyo wiki 2 zijazo zitaamua kama mapigano haya yataendelea ama la, au muda mfupi zaidi ya huo, kwani bado Israeli inaendelea kuishambulia Lebanon, huku Hezbollah ikionya kwamba makubaliano hayo yatasitishwa ikiwa Israeli itaendelea kushambulia Lebanon. Hata hivyo, hadi hapa vita hiyo ilipofikia, ni dhahiri kwamba Marekani imepoteza vita hii na imeshindwa kimkakati. Marekani haijafanikiwa kuangusha utawala wa Iran ambao bado umesimama imara licha ya kiongozi wao kuuawa. Na kama haitoshi, Iran inasukuma Marekani kuiondolea vikwazo vya kiuchumi ambavyo vimekuwa silaha kubwa ya Marekani dhidi ya wapinzani wake. Kubwa zaidi, Iran imefanikiwa kudhibiti mlango wa Hormuz na imeweka sharti la kuendelea kusimamia hata baada ya vita hii kuisha. Masharti hayo 10 ya Iran yamewekwa na Baraza Kuu la Usalama la Taifa la Iran, Supreme National Security Council, na kuidhinishwa na kiongozi mkuu wa nchi. Baraza hili ndilo lenye maamuzi yote ya kitaifa kiusalama kwa mujibu wa ibara ya 179 ya Katiba ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Ni baraza linalovisimamia vyombo vyote vya kiusalama kama jeshi la polisi, jeshi la mapinduzi yani IRGC, jeshi la nchi Artesh na vyombo vyote vya usalama vya taifa la Iran. Naam, Marekani inayojiona mbabe wa dunia imewekewa masharti na taifa ililodhani kwamba italisambaratisha, kwamba taifa lenye utamaduni wa kukanyaga na kukiuka maazimio ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa leo linapokea masharti ya Baraza la Usalama la Taifa la Iran na kulazimishwa kuja kwenye meza ya mazungumzo. Na kama haitoshi, mazungumzo ya kumaliza mzozo yatafanyika Pakistan na sio Washington kama ambavyo Marekani imezoea. Ama kwa uhakika, huu sio ushindi dhidi ya mabeberu tu, bali ushindi dhidi ya ubeberu na mabavu yake. Yadumu mapinduzi ya Iran, uanguke ubeberu wa Marekani, uanguke uzayuni wa Israel, zianguke himaya zote za kibeberu.